John Heche amemtupia Samia Suluhu homa ya hofu kwa kitingiza Ikulu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mapema leo hii chapisho la John Heche katika mitandao ya kijamii ya X imeleta mshtuko mkubwa ndani ya ngazi za juu za serikali. Kauli yake imesemekana kuibua hofu na hofu kubwa katika makao makuu ya serikali. Heche ameashiria kuwa utawala wa sasa unateka watu, unaua watu, wanaohoji uongozi na vilevile uchaguzi wa kujipatia vyeo bila ridhaa ya wananchi. Aidha, ameonyesha kuwa serikali inawadharau wananchi na kuwaona kama wajinga. Maneno hayo ambayo yameonekana kama moto unaoweza kuwaka katika akili na moyo wa wananchi wengi. Mwitikio huo nje ya serikali umechochea wasiwasi na taharuki kubwa ndani ya maafisa wa ngazi za juu. Ujumbe wa Heche umelazimisha wito wa haraka wa kuangalia hali ya haki, demokrasia na usalama wa wananchi. Tukio hili linahusiana moja kwa moja na uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Uchaguzi huu uliokumbwa na shutdown ya mitandao, kuondolewa kwa baadhi ya wagombea wakuu wa upinzani na kukandamizwa kwa maandamano ya amani. Matukio ya ghasia, risasi na majeruhi wa wasiwasi wa wizi wa kura yalimwaga hofu kwa mamilioni ya wananchi. Baada ya matokeo rasmi kuanza kutangazwa, maandamano yalianza katika majimbo kadhaa, yakiendeshwa kwa amani lakini yakikabiliwa na mabomu ya gesi, risasi za moto na mashambulio ya polisi. Watu wengi waliripotiwa kujeruhiwa, wengine kupotea na baadhi kufariki dunia. Hali hii ilisababisha mgogoro mkubwa wa nguvu kati ya wananchi na serikali. Wananchi wa kawaida, wafanyabiashara wadogo, watoa huduma na wakazi wa miji mikubwa walikumbwa na mateso makubwa. Shutdown ya mitandao, vizuizi vya mawasiliano, zinaa ya masharti na kusitisha mikutano, vyote vilizidisha hisia za ukandamizaji wa haki na uhuru. Na katika mazingira yaliyojaa hofu na mateso, chapisho la Heche limegeuka kama kengele ya onyo. Amebeba pingamizi kali kuwa serikali inatenda dhulma dhidi ya wananchi wake, inavunja sheria za haki za binadamu, inatumiwa vyeo bandia na inawatesa wanyonge. Hii imechochea hisia kali, hasira na chuki dhidi ya mfumo uliopo. Kwa wengi, chapisho hilo linaonekana kama mwito wa mgomo wa fikra, kupinga ukandamizaji, kudai uhuru wa maoni, haki, uchaguzi huru na demokrasia ya kweli. Kwa mtu yeyote anayefuatilia siasa na usalama wa taifa, chapisho la Heche limeashiria hatari isiyo ndogo. Hofu imeenea ndani ya maafisa wa serikali. Kuna wasiwasi kwamba wito wa upinzani, maandamano au sauti za wananchi unaweza kuibuka tena. Hali imepelekea makamisheni wa ngazi ya juu kusitisha mikutano, kuimarisha doria na vilevile kuanzisha ukaguzi mkali wa wanaharakati na wanasiasa. Maafisa wengine wametangaza mpango wa kufuatilia kila dalili ya upinzani na kumlenga yeyote anayechochea maoni au maandamano, na hii imetia hofu katika maeneo ya makazi ya baadhi ya wanasiasa na waandishi wa habari. Kwa raia wa kawaida, hali imegeuka kuwa ya ukimya wa hofu. Wengi wameshuhudia kuadhibiwa, mtu kuondolewa, watu kufungwa bila sababu na kuteswa bila hatia. Shutdown ya mitandao ilizuia mawasiliano, biashara ndogo ziliporomoka, huduma za kibenki na huduma nyingine za kijamii ziliathirika. Watoto hawakuweza kwenda shule na shughuli za kila siku ziliingiliwa vibaya. Kwa wanawake, wazee, watu wenye ulemavu na wapiganaji wa haki za binadamu halisi, wito wa John Heche umeibua hofu kubwa. Wengi wanaona kama ishara ama maisha yao yanatishika, na kwamba kila sauti ya malalamiko inaweza kuzua hasira ya serikali. Na kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa X, John Heche alisema kuwa kukaa kwenye denial, kudharau wa Tanzania na kuona kama wajinga ndio chanzo cha matatizo. Mnateka watu, mnaua watu, wale wanaoji utawala wenu. Mnaiba uchaguzi na kujipa vyeo fake bila ridhaa ya wananchi. Leo mnasema watu wanachounganishwa na kulipwa na watu wa nje kwa sababu ya rasilimali. Mnawaona Watanzania kama hawana akili, sio? Lini mmejua kwamba tuna rasilimali nyingi? Hizo rasilimali zinaweza saidia nini Watanzania tofauti na nyinyi na familia zenu? Watanzania hawatakubali propaganda rahisi kama hizo. Wamekataa udini na hizo propaganda za kitoto watazikataa.
ndio ujumbe wake John Heche ambao umetingiza Tanzania. Chapisho la Heche limekuwa mlango wa kutilia mkazo suala la msingi kuwa serikali haipaswi kuitumia nguvu kuilazimisha demokrasia na uhuru wa wananchi. Wananchi wanayo haki ya maoni, uchaguzi huru, kusikilizwa na kuheshimiwa utu na heshima zao. Jamii ya kiraia, waandishi wa habari, wafanyakazi wa sekta za haki za binadamu na raia wote wana wajibu wa kuweka misimamo madhubuti ili kulinda uhuru na haki. Hatua ya unyanyasaji, kufunga raia bila hatia, kuzuia uhuru wa kujieleza na ukandamizaji wa vyombo vya habari haupaswi kupitishwa bila malalamiko. Kwa sasa taifa limegawanyika. Upande mmoja unasema haki na uhuru wa raia unatishika, upande mwingine unasema amani na utulivu vinalindwa. Chapisho la Heche limechoma moto katika mioyo ya wengi, limeibua taharuki, hofu, lakini pia matumaini ya mabadiliko. Swali linalobaki ni kama serikali itakubali kusikiliza sauti ya wananchi au itaendelea kutumia mkono wa nguvu kuhimiza msimamo wake. Watanzania wana haki ya maisha, uhuru wa kujieleza na uchaguzi huru, haki ambazo hazipaswi kuporwa. Na hii ni changamoto ya msingi kwamba kama demokrasia, utu na heshima ya wanadamu zinastahili kuhifadhiwa, basi ni jukumu la kila mwananchi, mwanaharakati, mwandishi mwandishi na kila mtu mwenye dhamira ya haki. Hayo ndio tumekuandalia leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa kama hizi moja kwa moja bila kusipindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi, na vile vile tunashukuru sana kwa support yako ama support yenu mnazidi kutupatia hapa ndani ya Kenyascope. Kwa hivyo zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawajajua kwamba pengine taarifa hizi zimetokea. Vile vile gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pamoja na zingine pindi tu tunapozi-upload, kwani hapa ndipo unapata kisima cha mambo yote ya ukweli ambayo hayapindishwi ama hayafanyiwi chochote kuonekana jinsi wengi wanataka yaonekane.